Ili wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika page yetu. Bwana, Simba kwa hivi sasa wapo katika mchakato wa kumnasa beki namba 3. Kama unavyojua bwana, beki wao namba 3 ambaye alikuwa ni tegemezi katika timu ya Simba, Mohamed Hussein, ambaye wenyewe alikuwa anamuita kapteni, ni mchezaji ambaye alihudumu Simba kwa misimu zaidi ya 11. Ni mchezaji ambaye alikuwa muhimu katika misimu yote 11. Alikuwa anaanza katika kikosi cha kwanza, walikuwa wanakuja wachezaji wengi, lakini namba yake ilikuwa ipo pale pale. Baada ya kuondoka Mohamed Hussein kwenda katika timu ya Yanga, wakamleta beki namba 3 kutoka katika klabu ya Namungo, bwana mdogo Mligo naye amekuja pale, amecheza, lakini bado anaona kama hajafiti kutumikia timu ya Simba. Yani kiwango chake bado ni kidogo kutokana na Simba katika mashindano ya kimataifa. Wao bado kwa kipindi hiki wana deni kubwa. Kama unavyojua bwana, Simba wanaitaka nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika, lakini mpaka hivi sasa katika mechi zao mbili za makundi zote wamepoteza. Wameanza kupoteza nyumbani zaidi ya Petro Atletico kutoka Angola kule. Simba alipoteza goli 1-0, na akaenda na Stade Marine ya Mali kule akapoteza goli 2-1. Hivyo Simba akapoteza mechi zote mbili, na anaona kabisa anahitaji aongeze nguvu ili aweze kufuzu katika hatua ya makundi kwenda hata robo finali, ili aitafute nusu finali, malengo yake yatimie. Lakini anaona ni vigumu kweli, na ndio maana ameingia sokoni, na sokoni wakati huu timu zote zinaingia kwa misuli mikubwa kutokana dirisha dogo, kupata wachezaji inakuwa ni ngumu, na ndio maana hivi sasa Simba wameenda katika lada za kumnasa beki namba 3. Huyu beki alipiga katika klabu ya Nobu ya pale Mauritania, lakini vile vile amekipiga pia katika timu ya Al Hilali. Huyu ni beki ambaye anaitwa Kadir Diao. Ni mchezaji ambaye mzuri kweli, ni mbavu kunesa. Wana Simba wenyewe wanasema mbavu kunesa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupeleka mashambulizi mbele. Muda mwingi huwa anaenda kushambulia na kwenye kuzuia pia anaonekana, yani huyu ana misili kama Mohamed Hussein, mchezaji ambaye anaweza sana kumwaga maji, na ndio maana Simba wameenda kuvunja kibubu zidi ya Al Hilal kumchukua huyu beki Kadir Diao. Ni beki mzuri ambaye wana Simba wenyewe wanasema kwamba usajili wake ukikamilika kuanzia hivi sasa, kwa sababu katika mazungumzo ya mwisho na beki huyu, hivyo akija kutumikia timu ya Simba naona kama ataongeza nguvu katika eneo lao la ulinzi katika beki namba 3, kwa sababu beki namba 3 wa Simba hivi sasa watu wengi bado hawajamkubali, na sio kwamba hana uwezo Mligo uwezo anao, lakini anahitajika beki mwenye experience na mashindano. Kama unavyojua bwana, Kadir alikuwa anakipiga katika timu ya Al Hilali. Al Hilali imefanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kila mtu anajua kwamba Al Hilali ni timu ambayo muda mwingi huwa inafanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa Afrika, na ndio maana Simba akaona chaguo la moja kwa moja kwenda kumchukua beki ambaye anaweza kusaidia timu yao katika mashindano ya klabu bingwa. Ni huyu kutoka Al Hilali. Huyu bwana ni raia wa Mauritania, na mara kadhaa pia amecheza katika timu yake ya taifa ya Mauritania. Panga pangua lazima acheze, na ndio maana nakwambia ni beki ambaye ni mzuri kweli. Hapa Simba wamepata mtu wa maana. Kinachoendelea hivi sasa ni kumaliza tu mazungumzo ya mwisho, lakini huyu bwana asha saini mkataba na Simba Sport Club, bali kuna vipengele vichache ndio wapo katika mazungumzo, lakini mpaka hivi sasa huyu bwana yupo Tanzania kwa ajili ya kukamilisha kila kitu, masuala yake ya Simba yaende vizuri kama inavyotakiwa. Bwana, hata Ahmed Ally katika swala hili alisikika pia akiongea bwana kwa sababu kuna mambo ambayo yanaendelea kutoka katika timu ya Simba. Wengine wanadai kwamba Simba pale changamoto ipo katika uongozi, na wengine wanasema kwamba mwekezaji ndio anazingua, atoi pesa kama inavyotakiwa, na ndio maana wachezaji wengi wazuri wananyakuliwa lakini hao ni maneno tu baadhi ya mashabiki pamoja na wadau wa soka au na wapenzi wa timu ya Simba. Lakini Ahmed Ally cha msingi ambacho amekisema kwamba huyu ni beki mzuri, ni beki ambaye watu wengi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara hawana beki kama huyu. Ni beki kisiki, ni beki ambaye ataisaidia Simba katika upande ule wa kushoto. Hivyo na Simba tusipende kusikia maneno ya kuambiwa kutokana na watu wengi wanasema kwamba huyu bwana ni pancha. Huyu bwana sio pancha, ni beki mzuri. Sisi uongozi tumekaa na tumechunguza kwamba tunahitaji mtu ambaye anaweza kusaidia Simba kuitoa hapa ilipo na iende mbele zaidi. Kama unavyojua bwana, Simba katika msimu huu imeanza vibaya katika mashindano ya kimataifa, na ndio maana tunataka tufanye mabadiliko makubwa katika hatua hii ya pili. Tunajua tuna mechi 4 za
klabu bingwa barani Afrika, na kwenye hizo mechi 4 tunatakiwa tuanze na ushindi zidi Esperance pale Tunisia, ili tukija nao nyumbani kama kawaida yetu tuwagonge. Si unajua bwana, kwa Mkapa hatoki mtu, ila msimu huu tumeanza na kuteleza, lakini sio malengo yetu, na pia malengo yetu bado hayajafeli. Malengo yetu kama kawaida yetu tunaitaka nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika, hivyo lazima tufikie malengo yetu. Wana Simba, msikate tamaa, hata katika mechi zetu za nyumbani mje kwa wingi. Tunajua mechi zidi Esperance itakuwa ni mechi ngumu, lakini tunahitaji mechi ambayo tunahitaji nao, hivyo mashabiki mje kwa wingi uwanjani kwa ajili ya kuipa sapoti timu yenu. Hii ni timu yenu bwana, mashabiki wa Simba, na ndio maana mnaitwa kwa wingi uwanjani. Mwende katika mechi hiyo tarehe 30 ambako Simba atakipiga zidi Esperance hapa nyumbani Tanzania pale Benjamin Mkapa. Huyo ni bwana, ni Ahmed Ally akiwa anamwaga sifa kwa beki wao wa kushoto ambaye ni beki mzuri, lakini watu wengi wanasema kwamba Ahmed Ally uwaga ni msemaji ambaye muda mwingi yeye uwaga anapenda kupamba wachezaji, anawapamba lakini uwanjani wanakuwa wa kawaida. Maana alishawahi kusema kwamba kuna wachezaji wakija hapa bahari itakauka, umeme utakatika nchi nzima, lakini balaa lao lilionekana kuwa ni dogo, walionekana wana uwezo wa kawaida, na ndio maana watu wengi wanakuwa hawapendi sana maneno yake. Watu wengi, mashabiki wengi wa Simba wanasema huyu bwana asipende kulopoka lopoka. Kuna baadhi hapa bwana ya comment, unajua wapenda soka, wapenda burudani, wapenda Simba wenye Simba yao lazima wapite na comment. Bwana, kuna mtu hapa bwana amecomment ya kusema kwamba Ahmed Ally bwana apunguze maneno, kutokana na kwamba timu yetu kweli tunajua ina mapungufu mengi, lakini yeye asikuje kutupa moyo, yani asije kutufariji. Wenyewe tunajua kwamba timu yetu msimu huu bado hajajipata, na ndio maana hata alivyokuja huyo kocha mpya tutamlaumu tu kocha bure, kwa sababu hata uongozi wetu bado hauko imara, uongozi wetu unasuasua. Na wengine bwana amesema kwamba Simba msimu huu bado sana ina vitu vingi vya kuendelea kujifunza, kutokana tumeanza vibaya katika mashindano ya kimataifa, lakini tunatakiwa tuendelee kupambana, kutokana bado hatujafeli au bado hatujashindwa katika mashindano ya kimataifa. Bado tuna mechi 4, na hizo mechi 4 ni kupiga tu mahesabu vizuri, tunaweza tukafuzu, japokuwa tumepoteza mechi 2 za nyumbani pamoja na ugenini, na japokuwa ni nyakati ngumu kuliko ambazo tunapitia mashabiki wa Simba, lakini bado hatujakata tamaa, tunaendelea kuiunga mkono timu yetu bwana. Au ni baadhi tu ya wadau wa soka ambao wanapenda michezo, ambao wanapenda burudani pamoja na mashabiki wa Simba. Je, wewe mwingine mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje juu ya usajili wa beki huyu mpya wa Simba? Atakwenda kufiti katika timu ya Simba au naye atakwenda kulegalega bwana? Shusha comment yako hapo, subscribe na uendelee kupata